kwenye Bible study yetu ya leo tutajifunza kuhusu mapokeo yanavyotuathiri ukaribu wetu na Mwenyezi Mungu. Adam na Hawa walipewa kila kitu na Mwenyezi Mungu na kuambiwa wale matunda yote kasoro mti mmoja tu wa katikati. Akaasi, akala tunda, akawa kama Mungu kwa mujibu. Lakini kikubwa hapa ni mapokeo ya kutaka kuwa kama Mungu. Vitu vingi vinavyoonyeshwa duniani kutumia sayansi zetu na kujikuta tunataka kuwa kama Mungu. Wengi hatuamini kama uwepo wa Mungu ni muhimu. Na tunaamini kwamba wala Mungu hayupo. Wangapi washawahi kufikiria kwamba hatujawahi kutengeneza kitu kipya katika hii dunia? Mambo mengi tunachukua blueprint ya Mwenyezi Mungu. Sisemi watu wasifuate teknolojia. Sisemi teknolojia ni mbaya. Mungu ametufundisha kuhusu amri zake. Amri hiyo ya upendo inasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Yes. Muda mwingi tunaishi amri ya upendo kwenye pale ambako tunaona kuna matokeo ya kitu tunachokifanya. Lakini pia msalabani, nini alikitegemea kwetu? Kuna vitu tumevipokea katika maisha yetu kama teknolojia. Katika haya mapokeo tuliyopokea, yanatufanya tuwe karibu na Mwenyezi Mungu au mbali na Mwenyezi Mungu? Yanapaswa kuwa na uchanya katika kumjua Mungu na sio uhasi. Tumejifunza. See you next time. Shosti! Tusemezane. Hapo mwanzo kulikuwa na Adam na Hawa. Mwanzo wakati Mungu anaumba binadamu. Ndio Adam na Hawa wakamwasi Mungu kwa kupokea mapokeo ya kitu ambacho shetani amewaaminisha. Leo somo letu litakuwa kuhusu mapokeo. Ndio. Mapokeo yaliyotokea huko mwanzo wa uumbaji na mapokeo ambayo tunayo sasa hivi. Kwenye Bible study yetu ya leo tutajifunza kuhusu mapokeo yanavyotuathiri ukaribu wetu na Mwenyezi Mungu. Yes, mapokeo yako mengi sana. Sisemi kwamba ni mapokeo ni kitu kibaya, lakini athari za hayo mapokeo. Adam na Hawa walipewa kila kitu na Mwenyezi Mungu na kuambiwa wale matunda yote kasoro mti mmoja tu wa katikati. Then shetani akaja kuambia unataka kufanya, kwa nini hamli huo mti? Kwa sababu mtafanana na Mungu. Then Eva au Hawa akaona kwamba kumbe kuna kitu nimemiss out. Kumbe ninapaswa kuwa kama Mwenyezi Mungu. Yes, opt kitu alichoshawishiwa na shetani. Akaasi, akala tunda, akawa kama Mungu kwa mujibu wa ukila itakuwa hivyo. Lakini badala ya hapo akapata laana ya kurushu ya kuondolewa Eden. Hiyo ni story yote tunaijua. Lakini kikubwa hapa ni mapokeo ya kutaka kuwa kama Mungu. Mapokeo yale hayana tofauti sana na sisi ambao tunafanya sasa hivi. Teknolojia, AI na kadhalika. Sisemi hicho kitu ni kibaya, lakini ni mapokeo ya vitu vingi vinavyoonyeshwa duniani kutumia sayansi zetu na kujikuta tunataka kuwa kama Mungu. Lakini tunasahau kwamba hayo yote ni mapokeo. Mapokeo ya kutaka kugundua uumbaji wa Mungu, kwenda mwezini, kufanya experiments za science na kadhalika. Lakini kuna vitu ambavyo tuko limited kwa sababu bado uwepo wa Mungu kwenye maisha yetu ni muhimu sana. Japo watu wengi hatuamini kama uwepo wa Mungu ni muhimu. Na tunaamini kwamba wala Mungu hayupo, wala haexist, wala chochote kile. Kwa sababu tumejiaminisha tunaweza kufanya kama Mungu. Tunaweza kufanya kama Mungu kwa sababu simply because tunaweza kwenda angani na kuona mwezi ulivyo, tunajikuta kwamba tunaweza kuwa kama Mungu. Si ndivyo? Lakini wangapi washawahi kufikiria kwamba hatujawahi kutengeneza kitu kipya katika hii dunia? Yes, hatujawahi kutengeneza kitu kipya. Sayari ni zile zile. Tokea tumekuwa, tutakufa, tutaziacha. Hakuna mtu aliyegundua sayari mpya. Yes, kwamba ametengeneza ya kwake mpya na ikaunganishwa kwamba badala ya zile sayari zilizokuwepo ni hizi. Mambo mengi tunachukua blueprint ya Mwenyezi Mungu. Ndio. Mfano, robots ni blueprint ya binadamu. Tofauti tu ni kwamba kwa binadamu tumeweza kupuliziwa pumzi na Mwenyezi Mungu kwa sababu Mungu alivyotuumba aliweza kupulizia pumzi. Sisi hatujaweza kupulizia pumzi. How so called robots au artificial intelligence. Vyote hizi ni blueprint. Nini hutokea? Hutokea pale ambako tumekubali matokeo yachukue nafasi kubwa sana
kwenye maisha yetu kuliko kumwamini Mungu. Sisemi watu wasifuate teknolojia. Sisemi teknolojia ni mbaya. Nasema kuna mapokeo yanayotufanya tuwe mbali na Mwenyezi Mungu. Yes. Sasa turudi kwenye mambo mengi ambayo Mwenyezi Mungu ametufundisha. Mwenyezi Mungu ametufundisha kuhusu amri zake. Despite mapokeo tulionayo, Mungu alikuwa mwerevu sana. Yes, ninasema mwerevu kwa sababu alikuwa na hekima sana. Na Mungu akatupa nafasi sana ya kuendelea kuwa karibu naye. Na katika hayo maamuzi yote aliyotupa, alitufanya akatupa amri zake ili tufuate, ili tuendelee kuwa karibu naye. Tofauti na amri 10 tulizonazo, kuna amri inaitwa amri ya upendo. Amri hiyo ya upendo inasema mpende jirani yako kama nafsi yako. Yes. Amri hiyo ya upendo tunaiona Yesu alichofanya kwetu. Yesu kutokana na upendo alionao wa kutupenda kama nafsi yake akatuamua kutufia msalabani. Lakini je, wangapi tunaishi amri ya upendo? Yes. Wangapi tunaishi amri ya upendo kwa majirani zetu? Wangapi tunaishi amri ya upendo kwa wake wetu? Wangapi tunaishi amri ya upendo kwa wenza, mume, wapenzi, mama wako, majirani, marafiki na binadamu wote wanaotuzunguka? Wangapi tunaishi amri ya upendo? Muda mwingi tunaishi amri ya upendo kwenye pale ambako tunaona kuna matokeo ya kitu tunachokifanya. Lakini upendo ni tofauti na hicho tunachokitegemea. Yaani, hatupaswi kuishi amri ya upendo ya kumpenda jirani yetu ili tupate kitu fulani. Most of us tunaishi hivyo. Tunampenda jirani yetu ili tupate kitu fulani. Yes. Tunatoa upendo kwa sababu fulani. Na endapo sababu hizo hazipo, hatutoi ule upendo kwa jirani zetu. Lakini je, tujiulize, Yesu alipotufia msalabani, nini alikitegemea kwetu? Je, alitegemea apate kitu kutoka kwetu? Hapana, bali yeye aliishi amri ya mpende jirani yako. Na akaishi vizuri kabisa na kutuonyesha kwa vitendo kwamba kama unampenda jirani yako, haimaanishi kwamba yule jirani yako has something else to offer. Sawa? Kupitia upendo wa Yesu tunajifunza kabisa kwamba tunapaswa kupenda majirani zetu kama nafsi zetu. Yesu ndo alichoportray kwetu. Sawa? Na kupitia upendo wa Yesu tunajifunza pia hakuna wa kumtegemea zaidi ya Mwenyezi Mungu. Kuna vitu tumevipokea katika maisha yetu kama teknolojia. Vitu tumevipokea kwenye maisha yetu kama maendeleo. Sawa? Lakini vitu hivi tunavyopokea kwenye maisha yetu tunatakiwa tu reflect kama Hawa alivyoonyeshwa na shetani kwenye vitu. Sawa? Na tuwe tunajiuliza, je, katika haya mapokeo tuliyopokea yanatufanya tuwe karibu na Mwenyezi Mungu au mbali na Mwenyezi Mungu? Je, katika haya mapokeo tuliyopokea yalitufanya tumuasi Mungu kwa kushiriki mapenzi ya jinsia moja tofauti na Mungu alichokipanga kwa ajili ya binadamu? Katika haya mapokeo tuliyopokea yanatufanya tuende kugundua vitu na kumkosoa Mungu au yanatufanya tugundue vitu na kuwa karibu na Mungu? Mapokeo yanapaswa kuwa na uchanya katika kumjua Mungu na sio uhasi. Yani haitufanyi tuwe mbali na Mungu bali inatufanya tuwe karibu na Mwenyezi Mungu. Mfano, kama mapokeo ya teknolojia yalitufanya tuwe karibu na Mwenyezi Mungu kwa kusoma neno lake kupitia simu zetu kuliko kubeba Biblia kama mara ya kwanza, hiyo ni uchanya wa mapokeo. Lakini kama mapokeo hutufanya tuwe mbali na Mwenyezi Mungu, hiyo ni hasara au hasi ya mapokeo. Tukiwa kama watu ambao tunapenda sana kuhusu Mungu, tunapaswa kujua mipaka ya mapokeo na uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Tunapaswa kujua mambo yaliyopo na uumbaji wa Mwenyezi Mungu. Na kabla sijamaliza, nataka wote tusome kitabu cha Marko, mlango wa 7, mstari wa 8. Nao unasema hivi: nanyi mwaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Tunaiacha amri ya Mungu na kuyashika mapokeo ya wanadamu. Amri ya Mungu ni upendo. Amri ya Mungu, chini ya amri ya upendo ni umpende jirani yako kama nafsi yako.
kwa kutumia mfano wa Yesu Kristo. Mapokeo tunayoshika wanadamu ni kama yale mapokeo ambayo Eva alipewa na Shetani akiwa Eden, na wote tunajua kilichotokea. Kwa hiyo mapokeo tunayoyapokea kupitia mstari huu wa Marko uko kama onyo kwamba hatupaswi kuiacha amri ya Mungu kutokana na mapokeo ya binadamu, bali tunapaswa kuiishi amri ya Mwenyezi Mungu japo tuna mapokeo ya binadamu, kwa sababu mapokeo hayapaswi kutuangamiza mahusiano yetu yaliyopo kati yetu sisi na wanadamu. I hope umejifunza. See you next time. Shosti! Tusemezane.